Asante sana kwa nyote ambao bado mnaendelea kutufuatilia moja kwa moja, ikiwa mna dhumuni kubwa la kuendelea kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi. Nasi basi tunachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua, pata nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi huko ulimwenguni. Na nikwambie, siku ya tarehe 16 Agosti 2026, Rais wa Marekani Donald Trump alitishia kutangaza mlango bahari wa Hormuz kuwa ni eneo la Marekani baada ya kuishinda Iran. Na kauli hiyo imekuja mnamo wakati mazungumzo ya amani yalikwama na Iran ikakataa kuifungua njia hiyo muhimu. Na Trump ametoa kauli hiyo wakati akihutubia kwenye kituo cha mafunzo cha polisi mjini Garden City, New York, na alidai kuwa Marekani sasa ina udhibiti kamili wa mlango huo kutokana na operesheni za jeshi lake na wanamaji. Na nikimnukuu, Trump alisema, baada ya kumaliza kuishinda Iran ambayo inashindwa vibaya sana, hivi karibuni nitautangaza mlango bahari wa Hormuz kuwa eneo la Marekani. Na rais huyu alidai kwamba hakuna meli inayoweza kupita kwenye njia hiyo bila ruhusa ya Washington. Na mara baada haya yote kuweza kuibuka na mengineyo, kumbuka Iran hajatikisika hata kidogo, lakini Trump ameenda mbali zaidi. Ametishia kuishambulia Oman iwapo itazuia makubaliano ya Washington na Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Trump ameiambia Fox News kuwa Oman inaweza kushambuliwa kwa mabomu ikiwa itaingilia juhudi za Marekani, huku akiitaka Iran kujisalimisha. Maafisa wa Oman na Iran wamekuwa wakijadili mipango ya usafiri wa majini katika mlango bahari wa Hormuz na wanatarajia kutoa tamko la pamoja. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Bagei, alisema, nikimnukuu, anasema, makubaliano yamefikiwa kuhusu ramani ya njia ya usafirishaji. Hata hivyo, tulikuwa tumepanga na bado tunapanga kukamilisha makubaliano hayo katika mfumo wa kifurushi kimoja, ramani pamoja na taarifa pamoja, Ismail Bagei alisema. Trump anadai njia hiyo inadhibitiwa na Marekani, huku Iran ikisisitiza kuwa itaendelea kuwa ya Iran. Kabla ya vita, Hormuz ilikuwa ikitambuliwa kuwa njia ya kimataifa na ilipitisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi inayouzwa duniani. Na Trump pia amesema Washington ina mawasiliano ya siri na kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran. Haya yote aliweza kuyazungumza mwamba Trump, lakini ni kwa namna gani ambavyo yameitikisa Iran mpaka sasa hivi inaonekana haijaweza kuleta matunda, kwani Iran wao, licha kwamba Trump amezungumza hayo, wamesisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz utaendelea kuwa chini ya mamlaka yake baada ya Rais Donald Trump kutishia kutangaza kwa sehemu ya ardhi ya Marekani. Iran, kumbuka, imejibu tishio hilo la Trump la kutaka kutangaza mlango bahari wa Hormuz kwa sehemu ya ardhi ya Marekani. Na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Garibabadi, amesema kupitia mtandao wa X kwamba kufunguliwa au kufungwa kwa njia hiyo utafanyika tu kwa amri ya Teheran. Trump amedai mara kadhaa kwa mlango wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa Marekani, ingawa Iran imeendelea kuzuia shughuli za usafirishaji tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati mwishoni mwa Februari. Kwenye mkutano wa kisiasa jimboni New York, Trump alisema baada ya Marekani kuishinda Iran hivi karibuni, atautangaza mlango wa Hormuz kuwa eneo la Marekani. Kivipi? Ameshindaje vita na mengineyo mengi? Haya ni maswali ambayo wengi wanajiuliza mpaka wanafikia hatua kusema, au Donald Trump amechanganyikiwa? Haya ni mambo katika kutafakari. Sasa pia haya yakiendelea, ni kwambia mwanaume aliyehukumiwa kwa kuwagonga na kuwajeruhi maafisa kadhaa wa polisi wakati wa ghasia zilizoungwa mkono na kufadhiliwa na wageni Iran mwezi Januari ameuawa. Shirika la habari la Mizan Online la mahakama limeripoti kwamba mtu huyo aliyetambuliwa kwa jina la Shahram Sadek amenyongwa mapema Jumapili. Hukumu yake ya kifo na kunyang'anywa mali ilizotolewa na mahakama ya mapinduzi ya Kiislamu ya Karaj kwa mashtaka ya kuchukua hatua za kiutendaji kwa niaba ya utawala wa Kizayuni wa Israeli, Marekani na makundi ya uadui ilithibitishwa na mahakama kuu ya Iran. Tarehe 8 Januari 2026, Sadek aliwagonga polisi kwa makusudi kwa gari lake kwa kasi kubwa karibu na makutano ya Golzar huko Karaj, magharibi mwa Tehran, na kuwajeruhi 7 kati yao kichwani, miguuni na mikononi, na kumwacha mmoja akiwa amepoteza fahamu kwa miezi 3. Baada ya shambulio hilo la kikatili, Shahram Sadek alikimbia eneo la tukio baada ya kuchoma moto gari lake mwenyewe. Baadaye alipatikana katika maficho yake kwenye kituo cha kurekebisha tabia wa raibu wa dawa za kulevya. Baada ya uchunguzi kukamilika na ofisi ya mwendesha mashtaka yaliwasilishwa dhidi ya Sadek
ambaye kesi yake ilisikilizwa na Mahakama ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Karachi mbele ya wakili wake. Lakini hayo yakiendelea, ni kwamba Waziri Mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim amesema msimamo na azma iliyoonyeshwa na Iran katika kukabiliana na mashambulizi ya kijeshi ya Marekani inastahili pongezi. Anwar amesema hayo kwenye mahojiano na kituo cha television cha Al Jazeera, akibainisha kuwa Malaysia ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimekemea waziwazi mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri Mkuu huyo wa Malaysia ameeleza kwamba kwa hakika ustahimilivu, kusimama kidete na msimamo thabiti wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unastahili pongezi. Aidha, Anwar Ibrahim ameashiria azimio lililopitishwa na bunge la Malaysia na kulaani mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, akisema kwamba Kuala Lumpur imechukua hatua kali zaidi kuliko nchi nyingine nyingi katika kulaani mashambulizi hayo. Kabla ya hapo, Malaysia ilikuwa miongoni mwa mataifa yaliyolaani vikali mashambulizi ya Marekani na utawala vamizi wa Israeli dhidi ya Iran, ikisema hatua hiyo inakiuka misingi ya kimataifa. Vile vile, maandamano makubwa yamefanyika nchini Ujerumani na Korea Kusini kupinga sera na vitendo vya kikatili vya utawala wa Kizayuni na kuonyesha mshikamano na wananchi wa Palestina. Waandamanaji hao wakiwa wamebeba mabango na maberam wameonyesha uungaji mkono wao kwa Palestina na kupinga kile walichokitaja kuwa ni ukaliaji wa mabavu wa ardhi za Palestina. Katika maandamano hayo, baadhi ya washiriki walitoa wito kukombolewa Palestina. Waandamanaji katika mji mkuu wa Ujerumani Berlin wamefanya maandamano kupinga uungaji mkono wa kijeshi unaotolewa na nchi za Magharibi kwa utawala wa Kizayuni, huku wakitoa kauli za mshikamano na wananchi wa Palestina. Aidha, mjini Seoul, mji mkuu wa Korea Kusini, wakazi wa mji huo wamefanya maandamano ya kuonyesha mshikamano wao na wananchi wa Palestina, wakitaka kusitishwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni kwenye ukanda wa Gaza. Waandamanaji hao pia walipaza sauti wakisema Palestina lazima iwe huru, huku wakipinga kile walichokitaja kuwa ni ukaliaji mabavu wa maeneo ya Palestina unaofanywa na utawala wa Kizayuni. Maandamano ya kuunga mkono Palestina na kupinga sera na hatua za Israeli yameendelea kufanyika katika miji mbalimbali barani Ulaya. Katika siku za hivi karibuni, maandamano yamefanyika katika nchi mbalimbali, huku waandamanaji wakitaka kusitishwa mashambulizi ya Israeli huko Gaza, kuongezwa misaada ya kibinadamu na nchi za Ulaya kuchukua hatua dhidi ya Israeli. Vile vile, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali uhalifu na jinai zilizofanywa na utawala wa Kizayuni nchini Lebanon, ikisisitiza kupinga mashambulizi na ukiukwaji wa haki dhidi ya taifa hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imelaani vikali mashambulizi ya kikatili ya utawala wa Kizayuni katika maeneo mbalimbali nchini Lebanon, ikiwemo ya Al-Ansar, miinuko ya Al-Tahrir, Nabati Al-Fauka na Deir Al-Zaheran. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu 11, wakiwemo watoto 3 na wanawake 2 kutoka familia moja, huku watu wengine kadhaa wakijeruhiwa. Aidha, mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu wa maeneo ya makazi na majengo ya kiraia. Ismail Bagei akizungumza Jumamosi usiku amelaani pia ukimya na kutochukua hatua Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na sheria za kimataifa za kibinadamu, na amesisitiza haja ya kusitishwa mara moja vitendo vya uchokozi vya utawala dhalimu wa Israeli kusini mwa Lebanon na kuondoka mara moja katika maeneo ya ardhi ya nchi hiyo ya Kiarabu. Vile vile, Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa alisitisha mazungumzo kufuatia shambulio la Israeli dhidi ya eneo la Dahiyehi mjini Beirut nchini Lebanon, na kusema kuwa Iran itaushambulia utawala huo haraka iwezekanavyo. Akizungumza kwenye mkutano na shaksia watajika katika uga wa utamaduni, Mohamed Bagher Kalbaf amesema kwa hivi karibuni dhidi ya Dahiyehi, nilisitisha mazungumzo na kutangaza kwamba usiku huu tutaushambulia utawala wa Israeli, na iwapo utawala huo utajibu mapigo tutashambulia eneo zima. Amesema matokeo yake ni kwamba mzingiro uliondolewa usiku huo. Afisa huyo mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran pia ameashiria mazungumzo kuhusu lango la Hormuz na kueleza kuwa kufunguliwa tena njia hiyo kulikuwa kumepangwa kufanyika ndani ya siku 30 kwa mujibu wa makubaliano. Ameongeza kuwa baada ya Rais Donald Trump wa Marekani alisema katika mtandao wa kijamii kwamba mzingiro na lango bahari la Hormuz vitafunguliwa kwa pamoja usiku, alionya ikiwa madai ya uongo kuhusu lango la Hormuz hayatarekebishwa tutafanya shambulio. Kwa mujibu wa Kalibaf, Trump alilazimika kurekebisha kauli yake hiyo. Spika bunge la Iran ameeleza kuwa kambi ya Mukawama na Lebanon vilijumuishwa katika kipengele cha kwanza cha hati ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani mnamo Julai 17. Iran na Marekani zilisaini mkataba wa maelewano wenye vipengele 14 unaosimamiwa na Pakistan, ambao ulitaka kukomeshwa uhasama wa kudumu katika pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanon,
pamoja na kuondolewa mzingiro wa majini dhidi ya Iran ndani ya siku 30 na kurejeshwa usafiri wa kibiashara kupitia lango bahari la Hormuz. Nini hasa ambacho kitaendelea? Tuendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa Babe wa Kivita.